Mwemba Barton, DC wa Instagram. Leo hapa nilikuwa napita mtandaoni bwana, kafuta yale ambayo alikuwa ameyaposti ya kumjibu Sheikh Walid, kwa kimtuhumu pia kwamba amesababisha akakosa ufadhili sehemu kwenye kampuni fulani, na ndio maana anamkosoa kwa sababu ya chuki binafsi. Tuache huko. Alichosikika kwenye dua yake, alimuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kitu ambacho amesema ni jambo jema, ila inategemeana ni mazingira gani. Lakini aliombea pia nchi yetu na uchaguzi. Moja kati ya kitu alichokiombea ni kuwaombea naweza nikasema sijui lugha gani nitumie rahisi. Aliwaombea, naweza nikasema wapinzani, hakuwaombea mema by the way. Aliwaombea kufarakanika kabisa, yani kuwe na faraka ndani yao. Leo kaandika hapa kwamba dua yake mliokuwa mnaisema nyewe kwamba amekosea, Mola ameshaanza kuijibu, kwa sababu tayari Chadema wameshaanza kugawana, wameshaanza kugawanyika, wanapigana wao kwa wao. Mnasema amekosea bwana, hakufanya ibada inavyotakiwa. Yeye leo anasema Mwenyezi Mungu kajibu dua yake. Mimi niseme kujibiwa kwa dua anaweza kujua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huyo anayeomba ndo anaweza kujua dua yake yeye imejibiwaje. Lakini kuhusiana na masala ya hawa wapinzani sisi tumeona wanapigana kabla hata ya Mwijaku kwenda umra. Sasa sijui ni muendelezo tu yale mapigano yao walokuwa wakipigana kabla, inawezekana ikawa ni hivyo. Lakini sisi tuashumu hivyo kwamba yeye anasema dua yake imejibiwa vizuri, hamna shaka. Kwa hiyo kujibiwa kwa dua kunawezekana kujibiwa kwa hali zifuatazo. Alafu tu niseme sio haina maana ukijibiwa kwa dua maana yake wewe ndo mcha Mungu. Mtazame Firauni, alafu kuna mtu alikuwa anaitwa Hamana na kuna mtu alikuwa anaitwa Qarun. Hawa nao acha hawa, twende Ibilisi mwenyewe. Baada ya kulaaniwa tu aliomba dua, akasema Rabbi anzirni ila yaumi yub'athun. Alisema Mwenyezi Mungu, naomba nipe umri mimi nisife katika maisha yangu mpaka siku ya kiyama, ndio nikafe huko. Lakini muda wote wa dunia kuwa bado ipo hai, na mimi niendelee kuwa hai. Huyo ni nani? Ibilisi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambiaje? Akamwambia nimejibu maombi yako, utakuwa hivyo mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo hata kujibiwa dua sio ndio kipaumbele cha kusema wewe ni mcha Mungu. Inawezekana ukawa si mcha Mungu ukajibiwa dua, na Mungu anakujibu kwa sababu anazozijua yeye mwenyewe, kwamba kwa nini akujibu anajua yeye mwenyewe. Inawezekana ni target nzuri ya kukuingiza vizuri katika mkono wake. Ndio mambo jinsi yalivyo katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo wapinzani sisi tuliona wanapigana kabla ya dua ya Mwijaku. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni muendelezo wa yale mapigano yao ya mwanzo, yakawa yanaendelea na yataendelea. Lakini kadhalika inawezekana ikawa kweli ni majibu ya dua ya Mwijaku, lakini haina maana ndio kuthibiti kwa ucha Mungu wake katika hali za namna hiyo. Sisi tumuombe Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri inshallah. Lakini ni sahihi kwa anachokisema kumuombea faraka mtu? Ni sahihi kweli? Kuna watu hatua fulani zikifikia huwa inafaa. Acha farka, hata kuwaombea adhabu na gharqa kabisa wahilikishwe, ipo hivyo. Kwa sababu Nabii Nuhu alayhi salatu wassalam siku moja alisema Rabbi anasema alimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Naona Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam baada ya kuwa amewalingania watu wake, anawaita wamjue Mwenyezi Mungu, istaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara, wakawa wanajifunika manguo yao, hawataki kusikiliza. Lakini kadhalika wanaweka vidole vyao katika masikio, hawataki kusikia. Na wakati fulani wanamuonyesha kibri, wewe nini bana watuambia maneno gani? Sasa hii hali ikawa inamuudhi sana Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam. Mwisho Nabii Nuhu sasa akaomba dua, akasema Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin diyara. Akasema ye Mwenyezi Mungu, naomba katika ardhi hii usiache nyumba ya hata mmoja ambaye mimi nimemlingania na hataki kunisikiliza.
innaka intadharhum, kwa sababu wewe Mwenyezi Mungu kama utawaacha hawa, yudhillu ibadak, watakuwa na kazi ya kupoteza waja wako, wala yalidu illa fajiran kafara, na wala hawazai isipokuwa watakaozaa na wao watakuja kuwa kama walivyo wao katika hali za namna hii. Hii ni dua aliomba Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam. Allah anasema fafatahna bima minas sama, tukafungua kutoka mawinguni bima'in munhamir, kwa maana maji yalikuwa mengi. Mbingu inatoa maji na ardhi naye inatoa maji, ndio ikatokana kitu kinachoitwa at-tufan, kwa maana tufani ya Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam, maangamizi yale wakati watu wakaingia kwenye jahazi na mfano haya. Kwa hiyo dua ya kumwombea mtu ikiwa anastahiki kisharia, anastahiki, anaombewa tu. Kwa mfano kuna mtu ambaye yeye anaonekana kabisa kwamba huyu ni tatizo katika jamii, kwamba uwepo wake huyu kuna watu wengi watapata madhara, basi yule anatakiwa aondoshwe kwa ajili ya usalama ya watu wengine, naam, wabaki salama. Yani, na ndio maana nafikiri hata katika sheria za kidereva pia walizingatia kitu kama hicho. Kwa mfano uko barabarani unaendesha gari yako imebeba abiria, ina watu 30 40, alafu kuna mtu mmoja ghafla kakatisha katika barabara pap, sheria inakuambia mgonge yule mtu mmoja kwa kunusuru watu 30 uliokuwa nao. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu ukimnusuru yule mmoja alafu ukaua 30, wewe unakuwa na dhima kubwa sana. Kwa hiyo watu wako hivyo. Kuna mtu mwingine ambaye ni hatari katika umma na jamii, kwa huyo akiombewa kuondoshwa ni bora sana, ili wale wengine wabaki katika salama na amani. Naam, kwa hiyo inategemea, ila si kila mtu anafaa kufanywa hivyo. Si kila mtu anafaa kufanywa hivyo. Sio mtu unachuki binafsi na mtu fulani ukamfanyia dua. Hapana. Si hivyo. Kwamba unachuki naye tu mpendi, basi bana huyu nitamuonyesha, hakuna kitu cha namna hiyo. Sheria inakataa, na ukifanya utakuwa umemdhulumu kama dhalimu wa kawaida tu. Umemdhulumu na utakwenda kumlipa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Asante sana Sheikh. Tulikuwa na Sheikh Diwan, miongoni mwa watu muhimu sana kwa taifa hili, kwa sababu nachompenda zaidi yeye si mtu ambaye ana ile mihemko ya mitandao. Ni mtu anayesema kweli kulingana na muda na wakati ambao unahitajika kusema kweli. Lakini Sheikh, kuna huduma mbalimbali ambazo huwa zinapatikana hapa kwako. Ni jukumu letu pia kuwakumbusha waja wa Mwenyezi Mungu ili waweze kukupata na kuzisogelea zaidi. Kwa haraka sana tumalizie, ni huduma zipi ambazo huwa tunazitoa hapa, lakini pia tunakupataje kwa urahisi zaidi? Sisi ofisi yetu inapatikana hapa Mbagara Kiziwiani, barabara ya lami kuelekea jeshini, na tunashtagil au tunashughulika na masuala yafuatayo: maradhi ya namna mbalimbali, al-amradul biolojia, maradhi ya kibiolojia, lakini al-amradu shaitania wa sihria wal hasadia, na maradhi ya kishaitani na wale ambao wamesibiwa na hasadi, lakini kadhalika fitna nyingi makazini humo na katika maeneo mbalimbali, sehemu za biashara, basi na mfano wa hayo, na wale ambao wamepigwa na masuala ya sihri ya kichawi. Basi inshallah tunafanya visomo, tunafanya dua za aina mbalimbali, na tunawaelekeza watu na kuwapa ushauri katika mashakili ya aina mbalimbali inshallah. Ili kutupata, unaweza kutupata kwa namba zetu za simu 0756 63 42 77 au 0712 31 62 22. Asante. Namba nimekuwekea hapo chini, pia unaweza kumpata Sheikh kwa urahisi sana. Mpaka muda na wakati mwingine tutakapokutana tena hapa, niseme asante.